Wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Viongozi wanazidi kuhama chama chake Rais William Ruto cha United Democratic Alliance, ukipenda UDA, kipindi ambapo uchaguzi wa mwaka 2027 unazidi kujongea. Hii leo siku ya Jumatano tarehe 4 mwezi wa pili mwaka 2026, viongozi wawili kutoka chama cha UDA wameweza kujiunga na chama cha Rigathi Gachagua cha DCP. DCP ni chama kipya kabisa ambacho kiliweza kuanzishwa na aliyekuwa naibu rais katika hii serikali ya William Ruto, Rigathi Gachagua, mwaka 2025, na chama hichi kinaonekana kwamba kitakuja kusumbua sana, kitakuja kutesa serikali mwaka 2027 kipindi cha uchaguzi. Katika kanda hii, mpenzi mtazamaji, ninaomba tuweze kuchambua tuone ni akina nani ambao wameweza kuhama kutoka kwa chama cha William Ruto na wameweza kuingia kwenye chama chake Rigathi Gachagua. Mimi ni Bwana Ezra, ninakuomba kwa moyo mkunjufu, tafadhali jiunge na ukumbi huu, ukumbi wetu wa Kenyan Media, mahala ambapo utakuwa unapata taarifa zetu kamili kwa lugha nyepesi ya Kiswahili. Utakuwa unapata uchambuzi wa siasa, nami Bwana Ezra utakuwa unapata taarifa za ukweli. Ninakuomba mpenzi mtazamaji, tafadhali uweze kulike hii video. Hapa kando kuna penye wamekuandikia like, ninakuomba uweze kufanya hivyo. Alafu hapa kando vile kuna penye wamekuandikia subscribe, tafadhali fanya hivyo. Alafu la mwisho ninakuomba uweze kushare hii kanda, weka kwenye status ya WhatsApp. Vile sambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi vya WhatsApp, vikundi vya Facebook pamoja na Twitter. Siku ya Jumatano tarehe 4 mwezi wa pili mwaka 2026, Gachagua amevuna pakubwa. Kwanza kabisa, mbunge wa East African Legislative Assembly, ukipenda ELA, mwenye anaitwa Kanini Kega ameweza kujiunga na chama chake Rigathi Gachagua cha DCP. Kuna wale ambao wataniuliza, kwani Kanini Kega aliweza kuingia chama cha William Ruto lini? Kanini Kega sote tunakumbuka kwamba alikuwa Jubilee, akapewa Jubilee nomination ya kuelekea katika bunge la Afrika Mashariki, wakaja wakapewa kibarua na William Ruto kusambaratisha chama cha Jubilee, ila wakashindwa, wakahama na Sabina Chege wakahama kutoka Jubilee wakaenda kwa serikali. Hata sasa hivi Sabina Chege yuko kwa serikali, lakini inaonekana kwamba Kanini Kega anataka kugombea kiti cha ugavana katika kaunti ya Nyeri mwaka 2027. Ameenda kupiga hesabu, amegundua kwamba chama ambacho alikuwa anataka kuingia cha William Ruto cha UDA mwaka 2027 hakitakuwa na nafasi upande wa Mlima Kenya. Kwa hivyo akapiga hesabu 1 2 3, akaingia upande wa chama cha Rigathi Gachagua. Na umekuwa ukiona picha hapo Gachagua akimvisha kofia, na hapo unaona Gachagua ameweza kutundika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Facebook akisema kwamba welcome home Honorable Kanini Kega. DCP party is the home of progressive leaders who desire leadership in the future. Alafu picha zao ndizo hizo hapo hapa, wakiwa na Rigathi Gachagua, Kanini Kega pamoja na Secretary General wa chama cha Wiper Bwana Obaga. Sasa hapa lazima uweze kujua Kanini Kega ameweza kupiga hesabu za kugombea kiti
cha Mlima au kipenda kiti cha ugavana katika kaunti ya Nyeri mnamo 2027. Kwa hivyo ameona lazima aweze kuingia kwenye chama ambacho kitaweza kupendwa na wananchi ili yeye aweze kupata namna ya kuweza kushinda. Huyo ni kiongozi wa kwanza. Kiongozi wa pili ni Nelson Havi aliyekuwa kipindi kimoja au kabla hatujasonga mbele, Kanini Kega naye alikuja akachapisha kwamba one term it is, yani yeye ameweza kuingia kwenye bandwagon ya Rigathi Gachagua na amesema kwamba William Ruto ni one term, lazima akwende nyumbani. Sasa mtu wa pili mwenye ameweza kuingia kwenye chama cha Rigathi Gachagua ni bwana Nelson Havi aliyekuwa kipindi kimoja rais wa chama cha wanasheria katika taifa letu la Kenya, Law Society of Kenya President. Sasa Nelson Havi ni mwanasheria. Nelson Havi alikuwa kwenye chama cha UDA chake Rais William Ruto, na hicho ndicho aliweza kutumia katika mwaka 2022 kuweza kugombea kiti cha Westlands Constituency MP, Members of Parliament, ila akaweza kubwagwa na ndugu yake Moses Wetangula ambaye ni Tim Wanyonyi ambaye ni mbunge sasa hivi tunaelewa. Na Tim Wanyonyi tunasikia kwamba kuna njama ya kutaka kwenda kugombea kiti cha ugavana katika kaunti ya Bungoma nyumbani kwao. Sasa huyu bwana Nelson Havi anataka kuja kujaza hilo pengo lake Tim Wanyonyi katika kaunti ama katika eneo bunge la Westlands Nairobi kupitia kwa chama cha DCP. Sasa Gachagua akaja akachapisha kwenye mitandao ya kijamii na kusema kwamba DCP party acquires great legal minds for legislation, representation and oversight. I'm happy to welcome Nelson Havi, senior counsel, one of the greatest legal minds in the country, to work with us in his quest to represent the people of Westlands constituency in the National Assembly. DCP party is the home of progressive professionals who desire political leadership. Unaona hapo Gachagua ameweza kusema kwamba chama chake cha DCP kimeweza kupata akili ya wanasheria kuweza kukiwakilisha na kuweza kupiga viongozi msasa. Amesema kwamba yupo na furaha kuweza kumkaribisha Nelson Havi ambaye ni senior counsel katika chama chake cha DCP, na tunaelezwa kwamba senior counsel Nelson Havi atakuja kugombea kiti cha ubunge wa Westlands kupitia kwa chama hichi cha DCP. Sasa mpenzi mtazamaji, kuna wale ambao wataniuliza mbona viongozi wanatoroka chama cha William Ruto? Kwa sababu unaona Nelson Havi ni juzi tu ametoka kuandika barua kwamba ameweza kuhama kutoka kwa chama cha UDA chake Rais William Ruto. Though tusimwamini Nelson Havi sana, ila Nelson Havi ni kiongozi mzuri sana kuingia kwenye chama cha DCP. Kiongozi mzuri. Najua in politics what matters is interest. Maybe Nelson Havi ameona kwamba upande ule mwingine wa UDA interest zake hazitaweza kukua fulfilled. So katika hii kanda, mpenzi mtazamaji, ninataka niweze kukueleza ni kwa nini viongozi wanazidi kuhama kutoka kwa chama cha William Ruto. Mimi ni Bwana Ezra, ninakuomba tafadhali piga subscription. Kitu cha kwanza ambacho unapaswa kuelewa ni hichi. Politics is all about interest. Once interest is met, bas wanasiasa wako sawa. Sasa Nelson Havi yaweza ikawa kwamba ameona katika chama cha UDA anaweza akakosa kupewa kitu ambacho kinaitwa tiketi ya kuwania kiti cha ubunge wa Westlands. Maybe
William Ruto yuko na watu wake ambao atafix pale. Ameona kwamba hataweza kufanyiwa haki. Kwa hivyo ameona mahala ambapo matamanio yake yanaweza katimizwa ni kwa chama chake Rigathi Gachagua. Ameingia pale. Number 1 also, Kanini Kega na yeye ameweza kuona kwamba chama cha UDA anaweza kukosa kupewa tiketi ya kuwania ugavana wa kaunti ya Nyeri. Nimekueleza kwamba Kanini Kega anataka kuja kugombea kiti cha ugavana wa kaunti ya Nyeri. Kwa hivyo ameona kwamba anaweza kukosa kupewa hiyo tiketi. Ameona ingia kwenye chama cha DCP, kile ndicho chama maybe ambacho anaweza akapewa tiketi. Namba 2, viongozi hawa wamepiga hesabu, wamegundua kwamba chama cha William Ruto hakipendwi kwa ground. Hakipendwi kabisa. Hakipendwi. Chama cha William Ruto hakipendwi. Kwa hivyo watafanya nini? Watachagua kile chama ambacho kinapendwa kwa ground. Kile chama ambacho kina resonate na kitu ambacho wananchi wanataka. Wamegundua kwamba kwa ground kumtetea William Ruto itakuwa ni ngumu sana. Kwa hivyo kumpinga William Ruto itakuwa ni rahisi. Wameingia kwa chama cha DCP ambacho kinampinga nani? William Ruto. Namba 3. Kitu ambacho kimefanya hawa viongozi wanazidi kuhama kutoka kwa chama cha UDA na wanaingia kwa chama cha DCP. Sasa hivi angalia ground. Wananchi wanasema nini? One term. Kwa hivyo itakuwa ni vigumu sana kumuuza William Ruto kwamba yeye ni 2 term na wao waweze kuchaguliwa. Lakini itakuwa ni rahisi sana kwa wao kuingia kwenye umati wa wananchi na kuimba 1 term. Wachaguliwe na William Ruto akataliwe. Kwa hivyo hawa viongozi wameweza kupiga hesabu na wamepima, wamegundua kwamba mahala ambapo wananchi wanaelekea ni 1 term na wala sio 2 term. Na hiyo ndio sababu wameweza kuhama. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, tukiwa tunaelekea katika uchaguzi wa mwaka 2022, yani 27 kuniradhi, utaona idadi nyingi sana ya viongozi wa kigura chama cha William Ruto wakiingia vyama vingine vipya kama cha Mike Sonko, cha NLP, kitu kama hicho, chama cha Rigathi Gachagua cha DCP, chama cha Jubilee au vyama vingine, lakini sio chama cha William Ruto cha UDA. Unaweza ukamwambia nini William Ruto tukiwa tunamalizia kanda hii?